Kwema kabisa. Kwema kabisa, nashukuru. Tuanze leo agenda kikao hichi. Agenda kikao ilikuwa ni moja tu. Ni hii kadhia ambayo ilimtokea baada ya rais wa shirikisho la mpira miguu kutoa kauli ambayo wanayanga tunadhani ilitudhalilisha, ilitukera, ilitutukana. Kwa ilikuwa ni kauli, ni agenda yetu ya kujadili kauli ya rais wa TFF. Lakini pia tumekubaliana kwamba mechi ya tarehe 8 tuiache kama ilivyo kwa sababu tayari masuala yako FIFA. Tuamini viongozi wetu kwamba watatekeleza kile ambacho wametuahidi. Tusikilize matokeo ya kesi hiyo huko FIFA. Lakini kilichotukera ni matamshi ya Rais Karia kuambia wanayanga kwamba ni wajinga, ni watoto. Hili limeleta taharuki kwa wanachama, wapenzi na mashabiki wote wa Yanga. Na kwa kauli moja mkoa tumekubaliana kwamba hatuko tayari kutukanwa. Tunadhani ametutukana na tunamwomba atuombe radhi ili turudishe moyo wa imani kwake yeye kama kiongozi wa mpira nchini, atoke hadharani atuombe radhi. Lakini pia kitendo cha kutuambia tutoke tukacheze sinema badala ya mpira, ila tumeomba viongozi wetu wakuu wa serikali, Waziri Kabudi ambaye ni wanadhamana ya michezo hapa nchini, lakini Baraza la Michezo la Taifa tunamjua linaongozwa na kiongozi mwenye weledi mkubwa Leluga Chela Tenga, kwamba ni afadhali waangalie haya makauli yanayotolewa na baadhi ya viongozi wa mpira. Yanaweza kusababisha mgawanyiko kwa Watanzania, taifa ambalo tumejengwa kwa umoja, upendo na mshikamano. Tunaangalia jinsi gani rais wetu sasa hivi anapambana kuhakikisha kama michezo inakuwa. Lakini kama anatokea kiongozi alafu anatuambia sisi tutoke tukacheze sinema, hakutendea haki. Lakini pia amewadhalilisha wacheza sinema, wacheza filamu Tanzania kwamba ni mchezo wa kijinga, ni mchezo wa kitoto. Kwa tunaamini kwamba wale wacheza sinema wana mchango mkubwa kwenye taifa hili. Ni kauli ambazo tutakutegemea kama zitatolewa na kiongozi mkubwa kama Wallace Karia ambaye anaongoza mpira hapa nchini. Kwa hiyo ndio maamuzi yetu kama Yanga kwamba tuombe radhi, vinginevyo tutaendelea kutangaza vita kati yetu sisi na shirikisho la mpira hapa nchini kwa sababu kuna siku ambazo zipo. Tumemtaka atuombe radhi. Ametuombe radhi ili turudishe imani. Asipotuomba radhi na maana hatuwezi kurudisha imani kwake. Na muda ukifika ambao tumeupanga sisi wenyewe. Na kama itafika muda ambao tumekusudia sisi kwamba tuomba radhi, tutaomba serikali watusamehe kwamba tutatangaza vita vikubwa kati yetu sisi na shirikisho, na cha kwanza ni kuhususia timu yake ya taifa tu. Timu ya taifa tumwachie mpira wake. Ina maana tukitoka sisi tutaisusa timu ya taifa. Na timu ya taifa ambayo tunajua rais wa nchi anapambana sana kuhakikisha kwamba michezo inakuwa. Timu yetu inafanya vizuri. Tunakwenda kushirikia chani mwezi wa 8. 27 tuna AFCON hapa Tanzania. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunadhani kwamba Karia asitumie nafasi kutaka kutugawa Tanzania. Asitugawe Tanzania wakati tuna mambo makubwa mbele yetu. Kwa hiyo Watanzania wananga tunaposema kwamba jamaa tutoke kwenye michezo. Jamaa cha kwanza ni kuhusia timu ya taifa ambayo yeye ndiye anaiongoza. Na hapo kwenye kauli yake ya Wallace Karia kuna kitu kimoja ambacho alizungumza na mimi namnukuu. Alisema kuwa miongoni mwa kama Young Africans mkitaka bodi ya ligi jiuzuru na nyie kule ndani kwenu kuna madudu yanakuwa mengi sana. Pengine nayo kauli nyewe kama leo mmekaa discuss mmechukulia kiukubwa kiasi gani? Tumeizungumza hiyo kauli pia na tumemuomba tueleze kwamba sisi tumechagua viongozi wetu tukiamini kwamba ni viongozi weledi wenye uwezo wa kutuongoza. Kama anajua kuna madudu atoke hadharani tuambie madudu gani ya viongozi hawa. Hatujajui sisi. Ndio maana tunasema kwamba Karia anatudhalilisha, amedhalilisha viongozi wetu. Anataka kutugombanisha na viongozi wetu pia. Sasa sisi viongozi wetu engineer na wenzake tumewaamini kwamba ni viongozi wazuri, wanatuongoza vizuri, wamefanya makubwa ndani ya Yanga. Sasa akituambia kwamba wana madudu ndani ya klabu yao, ndani ya uongozi wao, atuambie madudu gani tuwajibisha, tushinde kuwajibisha. Lakini atuambie kama madudu yakiwepo akina engineer wanaweza wakawajibishwa. Yapima na tuwajibisha. Yanga hatuwezi kukaa na madudu ndani. Kwa hiyo tunataka Karia aje atuambie ni madudu gani ya engineer, madudu gani ya Arafati na madudu gani ya wajumbe kamati ya utendaji ili tuwaondoe ambao wana matatizo kwetu. Na hii kesi iko kasi kweli? Kesi iko kasi. Wala hatutanii. Yanga washapeleka kesi kasi na imepokelewa na tunaamini kwamba kasi watatenda haki. Na haki na kwenye sababu za kuahirishwa mchezo ulizipitia? Tumezipitia na ndio maana Yanga tukasema hatuoni kanuni ya kuahirisha mchezo. Kwa sababu kama wamesema wao kwenye taarifa yao ambao tumeiona kwenye mitandao wamesema sababu kubwa ni uvunjifu wa amani, lakini pia na masuala ya rushwa. Lakini kwenye taarifa yao ya kuahirisha mechi walisema wanaahirisha mechi ili wafanye uchunguzi. Sasa
uchunguzi ndio umekuta kuna rushwa. Kwa hiyo siku ile wameahirisha mechi kufanya uchunguzi. Uchunguzi ni baada ya Simba kuandika barua kwamba hawachezi mechi. Kwa hiyo tunaamini kwamba hakukuwa na kanuni ya kuahirisha mechi. Kama Simba wamezuiliwa kufanya mazoezi na watu wa Yanga, kweli kama wanavyodai na ushahidi upo, kanuni zipo, Yanga waadhibiwe tu. Yanga waadhibiwe kwa kuzuia Simba kufanya mazoezi. Lakini hakuna kanuni ya kuahirisha mechi kwa sababu timu geni haikufanya mazoezi. Kwa hiyo haipo. Sasa wanataka kutumia kanuni ya uvunjifu wa amani, kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini siku ile mpaka saa 5 tunafungua milango ya uwanja Benjamini. Usalama wapo, polisi wapo, wamejiridhisha kwamba hali ni usalama na tukubaliana tufunge milango. Milango imefunguliwa saa 5, watu wanaingia mpirani, hakuna uvunjifu wa amani, hakuna nini. Leo anatuambia kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani. Vya kutoka wapi? Na nani mwenye kutoa taarifa kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani? Ni jeshi la polisi. Polisi walikuwepo na kujiridhisha kwamba hali ya uwanja ni iko safi, ndio maana tukafunga milango kwa ushirikiano na jeshi la polisi. Pale alivyokuja kufanya mazoezi. Alifika mazoezi si usiku kwa mkia mechi. Sasa ile haina sababu kwamba mechi iahirishwe. Amezuia kufanya mazoezi, alimzuia adhibiwe. Siku ya mechi hali iko shwari uwanjani. Wa mapenzi na mashabiki wanaingia uwanjani kwa maelekezo ya jeshi la polisi, ingieni sasa uwanjani, hali liko shwari. Anakuja kutuambia ameahirisha mechi kwa sababu ya viashiria vya uvunjifu wa amani. Ni maneno ambayo ya kutunga, ambayo tunadhani hayana ukweli. Na viashiria vya rushwa. Mimi nadhani TAKUKURU mkoa wa Temeke washatoa taarifa kwamba hakukuwa na taarifa yote ya rushwa. Tuondoke na kauli, kwa sababu swala la rushwa sina majukumu ya kuliongelea, lakini kauli ya TAKUKURU wa Temeke, mkoa wa Temeke, wamesema kwamba hakukuwa na viashiria vya rushwa. Shukrani. Nashukuru sana.